Kuhusu taarifa za usajili mpaka sasa nikwambie kwamba Simba wamekamilisha sajili kadhaa. Naanza kukutajia mojawapo ni sajili ya beki wakati wa timu ya Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Timu hiyo ambayo ilikuwa inafundishwa na kocha wa sasa wa Simba Sports manake Steve Becker. Kocha anaitwa Osmail Ture mwenye umri wa miaka 28. Huyu mchezaji amekamilisha mkataba wa kujiunga na Simba yakiwa ni mahitaji ya kocha wake Steve Becker ambaye alikuwa anafanya naye kazi kwenye kikosi cha Stellenbosch. Hiyo moja, lakini pili, kocha amewaambia viongozi wa Simba kutokana na hali alionayo Pinpin Musa Kamara, kwa maana ya kwamba mpaka mwezi Februari atakuwa bado hajarejea kwenye utimamu wake kwa ubora mkubwa. Ameshauri uongozi wamtoe kwenye usajili kwa sasa, wamsajili golikipa mwingine wa kimataifa ili awe backup au mbadala wa Kamara kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambako Simba wanashiriki, na inatajwa golikipa wa Azam Issa Fofana ndiye ambaye Simba wamemtazama kwa ukaribu zaidi na wanamwangazia kama yeye ndo awe mbadala. Lakini ziko taarifa za wachezaji ambao wanatolewa kwa mkopo ambao mwalimu amekwisha waambia kwamba hatakuwa na kazi nao kwa msimu huu. Ni Joshua Budo Mutale, Steven Dese Mukwala, lakini vile vile sambamba na mchezaji kama Anton Mligo. Kocha Steve Becker amewambia ni wachezaji ambao anaona hatakuwa kwenye mpango naye kutokana na namna ambavyo amewatazama na namna ambavyo anataka timu yake ianze kucheza. Mimi naitwa Rashid Kasim, jina langu hili, nakukaribisha ufuatilie mazungumzo yangu mimi hapa na mchungaji wa Simba. Anayekupa picha nzuri ambayo utatazama kwa muda wote nyuma kamera anaitwa Kevin Mzungu. Nataka tuzungumzie usajili ambao sasa hivi umekamilika muda mfupi uliopita. Nixon Kibabage kutoka Singida Black Star kwenda Simba. Huyu Kibabage ni mchezaji ambaye anacheza nafasi ya fullback wa kushoto ama beki ama mlinzi wa kushoto ambaye ni chaguo la kocha Steve Becker kwa namna ambavyo amemtazama, na Simba amekamilisha kandarasi yake, ingawa taarifa kamili hazijakuwa sawa sawa. Zipo zinazoeleza amesaini mkataba wa miaka 2 na zingine zinasema amesaini mkataba wa miaka 3, lakini kubwa zaidi ni kwamba Nixon Kibabage ambaye amewahi kuwatumikia pia Yanga atatambulishwa muda wowote, kwa sababu dirisha hili dogo la usajili manaka pia litafungwa mwishoni mwa mwezi huu wa kwanza, mwezi Januari. Tumsikilize mchungaji wa Simba, maoni yake yeye ni yapi baada ya Simba kukamilisha usajili wa Nixon Kibabage, huku usajili nyingine tukiwa tunasubiri zitatambulishwa hapo baadaye. Tuanze na hapo mchungaji. Nixon Kibabage usajili wake umekamilika mpaka sasa kwa 100%. Mimi nimeona maoni mengi, watu wanatofautiana kwamba kwa nini asajiliwe mchezaji ambaye amekusha-tumikia Yanga, wakamuona hawafai, Simba ndio unakwenda kumchukua. Kwanza tuanze, umepokeaje? Kuna vitu ambavyo vinatia aibu kwa timu kubwa kama Simba. Vitu ambavyo vinatia aibu sana. Mchezaji ishaonekana kwamba Yanga alishafeli. Alifeli au nafasi yake pale Yanga ilikuwa finyu? Kufeli kwenyewe, ukishaona nafasi upeo ujue ushafeli. Kaenda Singida ishafeli. Sasa kwa Singida, sasa hivi anakuja Simba. Kwa Simba inaonekana sasa hivi ndio kuchukua watu wa bei rahisi. Haya ndio mambo nayapigia kelele kila siku kwamba sasa hivi tunakoelekea hatuhitaji tena tuwe Simba ambayo tunaitaka tuweke Simba ya majaribio au Simba watu walioshindwa wanakuja kutumikia Simba. Haya ndio mambo tulikuwa tunayapigia kelele. Mzungumza kwa herufi moja moja na kutazama kuelewa vizuri nini unachokimaanisha. Nasema hivi, hatutaki Simba kuletwa vitu ambavyo vimeshindikana vinaitwa Simba, vitu vilivyoshindikana ambavyo vya bei rahisi vinakuja kutumika Simba. Hiyo sisi hatutaki, maana tuna wachezaji wenye uwezo mkubwa na inabidi wasajiliwe Simba. Mfano mimi nakwambia, unamtoa Shabalala unamleta mtu kama huyo. Ndio yani nilikuwa nakueleza, kuna watu wanaibomoa Simba, ikitaka kukushaini kuna watu wanakuja wanaibomoa. Wewe uwezekane mtu kama Shabalala unamleta afu Kibabage na anakuja kureplace. Hao anakuja kuchukua namba ya nani? Ya Kapombe. Ni aibu kubwa. Simba Sports Club kufikia hatua tunachukua mpaka wachezaji hao kawaida. Wale wachezaji level zao zile ni Prison, level zao za ni KMC, ndio level zao. Nixon Kibabage. Simba wanaikosea. Hii Mungu naye apendi, ni dhambi. Kila mtu akae kwenye renki yake. Simba wanaiaibisha sana ndugu yangu. Ndio maana kuta jana ilionekana nalia, juzi inaonekana nalia.
nazidi kukonda. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye ni handsome, kijana mwenye nguvu zangu, napendeza, kisa hivi nachoka, naonekana. Ulikuwa unanawili, yani una maana. Nawili sasa hivi nachoka. Na muda unavyozidi anazidi kuchoka. Simba na mimi jinsi ilivyo, nilivyojiseti, Simba ikifanya vizuri na mimi ndo nanawili. Simba ikifanya vibaya mimi nazidi kupotea. Yani tusichokijua sisi. Ni siri sana nakupa leo, kwa maana Mungu anisamehe, nimetoa siri yangu. Simba akistawi na mimi nastawi. Simba kiboronga na mimi nazidi kupotea. Kwa kila kitu. Kwa hiyo mimi ninavyoona Simba inavyozidi, na mimi ndo nazidi kupata wakati mgumu sana, na nazidi kupata wakati mgumu kuliko unavyofikiria. Leo unatuletea Kibabage, ndugu yangu. Hiyo ni aibu. Sema Nixon Kibabage. Nixon Kibabage, wanamtoa mtu kama Ukuta wa Eriko, wanamtoa mtu kama Mavambo. Leo unatuletea watu wa design ile. Ndio Simba imefikia hatua hiyo. Wachezaji walioshindwa ndio wanaitwa Simba. Ndio level hiyo. Yote juu ya yote ni kwamba ni yale nilikuwa nakueleza siku zote, ndugu yangu, kwamba Simba inahitaji mabadiliko makubwa. Ndio niliposhikilia mimi tu. Na mabadiliko yatatimia kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina mwisho. Leo imefikia hatua hata timu kuisafirisha nashikia ni shughuli. Simba hii ambayo inatajwa iko nafasi ya 5 kwenye rank za vilabu bora Afrika. Ni aibu kubwa. Rank na sisi tulivyo tofauti kabisa. Rank yetu na mambo yetu wala ilete yani kwamba ule ukubwa wa Simba kwa jina na mambo yanayoendelea ni vitu viwili kabisa. Simba inazidi kuingia shimoni. Sasa tumelalamika sana. Kuna watu juzi wamesema tusiingie uwanjani, kaambia hiyo sio solution. Watu wakasema tususie timu, kaambia unakususia timu unasusia nani? Yaani nyumbani mnagombana, wewe unasusa nyumba. Ukisusa nyumba unamsusia nani sasa? Sisi tunatakiwa kususa. Sisi tunatakiwa kushinikiza ujumbe ufanye nini? Ufike, Simba ibadilike. Si kususa kwenda uwanjani, si kususa kuvaa jezi. Hiyo sio solution hata kidogo. Kumbuka kuna watu wamewekeza mahela yao kwa ajili ya jezi. Kuna watu Simba inabidi iendeshwe kwa kupitia nini? Kwa kupitia nani hiyo. Na leo kuna waraka mwingine asubuhi umepita. Tusiende uwanjani, tusiende nini. Hiyo sio solution ya Simba. Wale wanatusikia pamoja kutudharau, lakini itafikia tu nao watangatuka tu. Lakini sio kususia. Na mambo yakishaanza kuweka maandamano ya kususia au kwenda uwanjani ni hatari katika afya ya mpira. Kwani Simba kumsajili mchezaji kama Nixon Kibabage ni kuonyesha timu ambayo inaendelea kuwepo kwenye ule mfumo wake wa wachezaji bora, ama ni kwamba unaiona timu inashuka kwenye aina ya wachezaji inayosajili? Naam. Simba inazidi kudrop. Tulitolewa sisi hapa kina Inonga. Wakiwa kwenye piki. Chama walitolewa hapa kwenye piki. Yale si mlisema maduka? Wao ndo wanalazimisha mseme maduka ili wauzwe. Hata ukipata habari za mchezaji huyu Okelo, wanakwambia haya. Alan Okelo. Haya, sisi tunakutaka, sisi tutatupa nini? Nimeiona hiyo deal kwamba Alan Okelo viongozi wa Simba waliokwenda kufanya kuulizia upatikanaji wake kwenye klabu yake ya Vipers Uganda, wao nao wakataka cha juu kwamba ila italipwa mtapewa, lakini kwenye hiyo ile mtakayopewa kuna asilimia pa inabidi tuipate. Unajua kwa nini injinia anaenda peke yake? Kama apige peke yake. Deal ya mtu mmoja. Mlolongo kishaanza yule, si uende kwenye bodi, si uende kwenye nini, irudi huku. Mpaka mchezaji anakata tamaa kwa sababu yale atakayomfikia sio kidogo. Kula tukatai, ndio maisha, ndio soko kazini. Msikila mnasema kwamba kila mchungaji anakula madhabahuni yake. Basi awe mmoja sasa ambaye hata kama kunenepa nenepe yeye ili tupate watu ambao ni sahihi. Kwani pale wanakula wangapi msimu? Tujui. Mimi nasemea mfano, example. Na hilo swala la kusema wanakula mimi sina wakanalo. Mimi nasemea tu mfano. Kwamba kama injinia akienda akipiga cha juu si yeye peke yake. Mshakuwa dili watu 3 4 ndio wanakuja kuharibika na hao ndio wanakuja kutangaza. Na usifikirie mambo yafanyiki, lakini yafanyike. Tuletoe mtu sahihi. Ukimleta mtu mzuri hata ukidhani kuna baya gani? Hakuna ubaya wote. Haya, swali langu, Nixon Kibabage anacheza upande wa beki ya kushoto. Beki ya kushoto alikuwa anatumikiwa kwa miaka nenda iliyopita, karibu miaka 9 alikuwa anatumika pale, miaka karibu 9 au 10 kwa ubora. Alikuwa ni Mohamed Hussein Shaba ambaye amekwishaondoka, yuko Yanga. Akasajiliwa Anthony Mligo ambaye mwalimu anaona hajafurahishwa naye, anahitaji mtu mwingine. Ni usajili sahihi kwenye nafasi hiyo? Mligo kocha hamuhitaji. Ni mchezaji mzuri sana, ila inabidi apate wasaidizi. Nixon Kibabage ameleta. Sasa ndio huyo wamesema amemleta. Ila wamemleta, mimi sijaridhika. Na sio lazima ni kuridhika kwangu kusababisha ita siwepo kwenye timu. Mimi ni mawazo yangu mimi kama mimi. Sijapenda. Tuishie hapo. La pili, Joshua Budo Mutale, Steven Dese Mukwala pamoja na mchezaji mmoja pa watatu nilikuwa najaribu kuangalia
Joshua Budo Mutale, Steven Dese Mukwala na Anthony Mligo. Kocha Zaki Kachero zinaeleza, amesema haoni jinsi ya kuwatumia, timu itafute pa kuwapeleka. Joshua Budo Mutale, Anthony Mligo na Steven Dese Mukwala. Na makocha kila kocha akija anakuja na watu wake. Sahihi. Yeye kashapendekeza wa South Africa ambao wafundisha waje kwenye timu ili falsafa yake iweze kukubalika. Na tayari umemtaja hapo South Africa, ulivyosema kwamba amekushapendekeza South Africa, nimekutajia hapa jina la aliyekuwa beki wa kati wa timu ya Stellenbosch alikuwa anafundisha, anaitwa Osmail Orvea Toure. Ya na hata Ulaya unaona. Mwalimu alikofundisha sehemu anataka wachezaji ambao kidogo achukua kutoka kule wenye falsafa ile ambayo alikuwa anaifundisha. Aliyofanya nao kazi. Ndio maana unashangaa hata kina Inonga walienda huko, hata yule toka hapa yule kocha mkubwa yule aliyofundisha Simba. Akaja akachukua hapa akapeka Busalja huko. Kwa hiyo ni mtu ambaye unamzungumzia Abdelhak Benchika. Ukishafundisha sehemu kuna wachezaji wako nakuelewa. Kwa hiyo lazima uondoke nao. Na national team kilichotokea kafanya vizuri zaidi. Gamondi kuna wachezaji wako wanamuelewa akiwa Yanga. Ndio wao akawatumia kwenye national team, nao akamsaidia ili national team ifanye vizuri zaidi.